Kama mwandishi wa habari kuna umuhimu mkubwa sana kuwa na mfumo wa ithibati, kwa sababu kwanza kupitia ithibati tunatambulika sasa rasmi. Huko nyuma tulikuwa tunatambulika, lakini sasa tunatambulika kama taaluma ambayo ina heshima na ina heshima kubwa kabisa, kwa sababu kuna wakati kulikuwa na changamoto ya baadhi ya waandishi wa habari au baadhi ya watu ambao hawana professional waandishi wa habari ama sio wana taaluma waandishi wa habari, wanafanya kazi za habari. Wengine wanafanya utangazaji redioni, kwenye TV na hata uandishi kwenye maeneo mengine. Changamoto ilikuwa kubwa sana, kwa sababu kuna wengine walikuwa wanapotosha, lakini pia wengine wanatangaza habari ambazo hazikuwa na maadili na hazina miiko ya waandishi wa habari. Sio kosa lao kwa kila ambacho walikuwa wakifanya, lakini kosa ni kwamba walikuwa wamevamia tasnia ambayo hawakuwa wamekaa darasani na wakaisomea na wakajua miiko na maadili ya kila ambacho walipaswa kukifanya. Kupitia bodi ya ithibati tunaona sasa media mbalimbali, wale ambao walikuwa tunawaita makanjanja, walikuwa wanafanya hiyo kazi bila kuwa na professional, wametolewa hewani. Redioni hatuwasikii, lakini wale ambao wanafanya kazi kwenye magazeti, TV hatuwasikii wakiendelea kufanya hizo kazi. Na hii inafanya sasa wale ambao tumebaki kwenye tasnia hii tunafanya kila ambacho tulistahili kukifanya, na heshima kubwa inakuja kwenye tasnia, kwa sababu habari zimekuwa zimenyoka, zina maadili kubwa ndani yake. Hakuna miiko ya habari ambayo inakiukwa, au sikii mwandishi ama mtangazaji akitukana matusi redioni au hewani kwenye TV, au tusikii tena zile changamoto za mwandishi kumhoji mgeni ambaye amekuja kwenye kipindi chake kwa lugha ambazo si sawa, mpaka mgeni wakati mwingine anaona mbona kama niko kijiweni wakati yuko kwenye media. Zote zilikuwa changamoto ambazo zinatukabili. Sasa taaluma iko vizuri. Ndio, tuna uhuru wa vyombo vya habari, lakini hakuna uhuru ambao usiokuwa na mipaka. Umeona? Kwa hiyo unapoenda kukusanya taarifa, ndio unajua ni kitu gani ambacho unaenda kufanya na ni kusanya taarifa kuanzia wapi mpaka wapi. Umeona? Sasa hii unaporejistiwa kwenye bodi ya uandishi wa habari inakufanya wewe uwe na mipaka na ukusanye taarifa ambazo zina maadili. Kwa Kiingereza wanaita ethics, ndio? Yes. Kwanza imeonyesha heshima kubwa kwa vyombo vyetu vya habari ile tu kutokudharaulika. Cha kwanza, zamani kusema mwandishi afu hauko complete na bodi inaonekana kama kawaida, lakini kwa sasa kuna kichocheo fulani kimeongezeka. Unajua hata mtu zamani ilikuwa mtu akishakuwa comedian anawaza anaweza kuwa mwandishi, akishakuwa MC basi anaona kama anaweza kuzungumza. Yaani mtu akishakuwa mzungumzaji mzuri anahisi tayari yeye ni mwandishi wa habari. Kwa hiyo bodi ya ithibati kuleta utaratibu, kuna namna imeongeza heshima na chachu katika tasnia ya habari na kuweza kuboresha elimu kuonekana ni ya umuhimu sana. Kwa hiyo sasa hivi hata watu wakitaka kuja kwenye tasnia hii wanaanza kuogofya na kuhisi kwamba kumbe ni kama sheria tu, ni kama udaktari. Kwa hiyo kwa kiasi fulani imeongeza chachu na kuongeza umuhimu na kuonekana kwamba hii bodi imeleta thamani kwa vyombo vya habari na waandishi wa habari, kuongezea thamani kwa kiasi fulani. Mara nyingi watu wengi walikuwa wanadhani kwamba kila mmoja anaweza kuandika, kila mmoja anaweza kusoma, kila mmoja anaweza kufanya chochote, kila anaweza kuwa mwandishi wa habari. Lakini ukweli ni kwamba si hivyo, kwa sababu hii ni taaluma kama zilivyo taaluma nyingine. Kwa hiyo taaluma lazima iwe na miongozo, iwe na miko, iwe na taratibu, sheria pamoja na kanuni ambazo zinaiongoza. Kwa hiyo tulijikuta hapa katikati tulikuwa na wimbi la wanahabari wengi sana ambao hawana sifa. Kwa hiyo walikuwa wanafanya kwa namna moja au nyingine kuididimiza na kuharibu sifa ya tasnia ya habari. Lakini ujio wa ajabu sasa umeleta mapinduzi mapya katika sekta ya habari, kwa maana ya kwamba sasa hivi tunao watu ambao wamechujwa na wanajulikana kabisa professionally kwamba hawa wako trained na wamefanya kazi nzuri sana katika sekta ya habari. Kwa hiyo kwa kweli mimi kama mdau wa habari ninafurahi, na imepunguza asilimia kubwa ya watu tulikuwa tunawaita kanjanja.